Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Wakili Onyonge Mengo kutoka Kenya afunguka kuhusu kuelimisha jamii masuala ya haki zao za kisheria. Elimu ambayo anapeana mara nyingi inakuwa kwenye lugha ambayo watu hawaelewi. Elimu nyingi kwenye lugha ya Kizungu, elimu nyingi kwenye lugha ya Kiswahili. Nitaongelea kuhusu Kenya, lugha ya Kiswahili. Lakini watu ambao wanawake ambao wanapitia shida kama hizi, lugha ambayo wanaelewa labda ni lugha yao ya mama. So hata mashirika yakijitolea ama yakifanya kazi ya kwenda kuwafundisha masuala haya, ni vizuri waangalie lugha wanayoongea, ni vizuri pia wawaelezee kwa context ambao wanaweza elewa. Na leo katika Jifunze Kiswahili tutaelekea kisiwani Zanzibar nchini Tanzania kupata maana ya neno gida. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 31, siku ya mwisho wa mwezi Machi mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Selina Cherubon. Karibu Selina. Asante Asumta. Naanzia Mashariki ya Kati. Mzozo wa Mashariki ya Kati ukiwa umeingia siku ya 31, zaidi ya watu 200,000 wamevuka mpaka wa Lebanon na kuingia Syria tangu mashambulizi baina ya Israeli na Hezbollah yaanze mwisho wa mwezi uliopita baada ya Marekani na Israeli kushambulia Iran. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema hayo leo huko Geneva, Uswisi. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, mwakilishi wa UNHCR nchini Syria, Aser Al-Madien, amesema wengi wao wanawasili wako hoi, wana kiwewe na virako vichache. Karibu 180,000 ni wa Syria, wakiwemo wakimbizi wa Syria ambao walikimbia nchi yao kusaka usalama hapo awali nchini Lebanon na sasa wanalazimika kukimbia tena. Ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP inaonya kuwa idadi kubwa ya watu nchini Iran inaweza kutumbukia kwenye umaskini kadri misukosuko ya kiuchumi inavyozidi kuathiri maisha ya kila siku. Shirika hilo linasema hali hiyo inahatarisha kufuta mafanikio ya maendeleo iliyopatikana kwa miaka kadhaa, huku kiwango cha maendeleo ya binadamu HDI kikitarajiwa kushuka kwa kiasi kikubwa, sawa na kupotea kwa zaidi ya mwaka mmoja wa maendeleo. Kila siku mgogoro unapoendelea unaongeza shinikizo kwa maisha ya sasa na ya baadaye ya watu, amesema Bert Trankman, akisisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za haraka na kuimarisha ajira na huduma za msingi. Na shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM leo limeomba dola milioni 277 kusaidia watu walio hatarini zaidi waliokumbwa na mizozo na ukosefu wa makazi nchini Sudan na nchi jirani kwa mwaka huu wa 2026, wakati mgogoro huo ukikaribia kuingia mwaka wake wa 3. Mkurugenzi mkuu wa IOM Amy Pope ameonya kuwa familia zinakabiliwa na chaguo gumu lisilowezekana kati ya kubaki bila huduma muhimu au kurejea katika jamii zilizosambaratishwa na vita. Fedha hizo zitatumika kuimarisha mifumo ya kibinadamu, kupanua njia za misaada na kuimarisha operesheni za kuvuka mipaka ili kusaidia waathirika kuishi na kujijenga upya. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Asumta. Asante sana Selina Cherubon kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye katika kipengele cha Jifunze Kiswahili utamsikia mtaalamu wetu Dr. Mwanahija Ali Juma. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina.
Wiki iliyopita, mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW70 ulikunja jamvi hapa Umoja wa Mataifa New York, Marekani, baada ya wiki mbili za kujadili mada ya haki za kisheria na kuchukua hatua kuhakikisha kwamba haki za wanawake na wasichana zinapatikana. Flora Nducha wa idhaa hii, kandoni mwa mkutano huo, alipata fursa ya kuzungumza na Onyonge Mengo, kijana huyu mpigania haki za wanawake, mtafiti na wakili kutoka Mahakama Kuu ya Kenya, ambaye pia anafanya kazi na shirika la kimataifa la maendeleo la HIVOS, ili kufahamu kwa kina nini wanachokifanya kusongesha haki za kisheria za wanawake na wasichana. Nafanya kazi katika shirika la kimataifa la HIVOS, katika programu inayojulikana kama EUC, ambayo inaangalia njia ambazo tunaweza kusupport ama kusaidia na kuwezesha mashirika yasiyo ya kiserikali kuendelea kufanya kazi yao vizuri katika masuala ya kisheria. Katika masuala ya kisheria na vile ambavyo mara zingine serikali haiwezi kuingilia kati kazi yao wanaofanya, ambao ni muhimu sana. Umesema wewe ni wakili, na mwaka huu kwenye mkutano huu wa CSW70 maudhui au mada kuu ni haki ya kisheria, lakini pia kuchukua hatua. Sasa we kama wakili, na ninajua pengine mna mtandao wenu, mna ushirika wenu wa mawakili, mnaisaidiaje jamii hasa wanawake kuweza kutambua kuhusu haki zao na haki zao za kisheria? So kuna mashirika mengi sana ambayo yanafanya kazi ya kuwasaidia wanawake ambao wamedhulumiwa kijinsia ama wamedhulumiwa haki zao kupata haki. Mashirika kama ya FIDA ambayo yanafanya kazi nchini, mashirika kama ya Ufikimie, na kuongezea hapo kuwa mashirika kama hivyo ambayo yanapatia mashirika kama hayo hela ama support ya msaada wa kuhakikisha kuwa kazi hiyo inafanyika kwa njia ambayo inafaa na kwa njia ambayo inahakikisha kuwa wale survivors, wale manusura ama waathirika wa visa kama hivyo ama violations kama hizo wanapata haki. Lakini sasa shida kubwa ambayo inatokezea ni kuwa hakuna ama imekuwa ngumu zaidi kwa manusura kupata haki, kwa sababu sheria haijatilia mkazo sana swala la, kama kwa ufupi, femicide, mauaji ya wanawake. Mauaji ya wanawake. Kwa hivyo sasa utapata kuwa mwanamke anapouliwa ama wanawake wanaopitia ukatili huo wanaishia kuwa hawapati haki zao, na wale survivors ama manusura pia wanaishia yani kujifungia, manake sasa hawaamini kama serikali inaweza fanya jambo kuwatuliza moyo kwa sababu ya shida hizo walizopitia. Sasa katika hili nyie kama mawakili mnafanya nini ili kuishawishi serikali sasa kuhakikisha kwamba swala kama hilo la mauaji ya kijinsia ama watu wanauawa majumbani, wamepigwa na ume zao mpaka wamekufa, hawapati haki, ili serikali iweze kuhakikisha swala hili linapewa mkazo? Ni kufuatilia tu visa hivyo na pia kuwashawishi serikali ama department za serikali kufanya kazi na kama shirika kuu la mawakili Kenya, So jambo hilo linaendelea, ni kazi ambayo inaendelea kila siku. Kuna watu wengine ambao labda wamesema kesi zao ziendelee in civil court, lakini serikali inahusika sana wakati wa criminal matters, makosa ya uhalifu ama makosa ya jinai, mambo kama hayo. Nini kikifanyika unafikiri zaidi kitasaidia jamii kuweza kuelewa hasa wapi wakatafute msaada wa kisheria kupata haki zao? Nadhani jambo kuu ambalo pia nadhani limeongelewa miaka mingi sana ni kuwa kuna hitaji kubwa sana la elimu. Na huwa tunaongelea swala hili kama la kawaida, maana tukifanya masuala ya advocacy tunasema tu awareness ama elimu hapa, elimu pale, lakini hatuelewi kwa kiwango gani kuwa elimu inahitajika. Elimu ambayo iko around, na mashirika yanajaribu, maana elimu ambayo anapeana
mara nyingi inakuwa kwenye lugha ambayo watu hawaelewi. Elimu nyingi kwenye lugha ya Kizungu, elimu nyingi kwenye lugha ya Kiswahili. Nitaongelea kuhusu Kenya, lugha ya Kiswahili. Lakini wale wanaopitia shida nyingi ambazo ama gender based violence nyingi, ukatili wa kijinsia mwingi, wako kwenye maeneo ambayo si miji, ambao wako na lugha tofauti ambazo wanaweza elewa. Watu ambao wanawake ambao wanapitia shida kama hizi, lugha ambao wanaelewa labda ni lugha yao ya mama. So hata mashirika yakijitolea ama yakifanya kazi ya kwenda kuwafundisha masuala haya, ni vizuri waangalie lugha wanayoongea, ni vizuri pia wawaelezee kwa context ambao wanaweza elewa, ili wajue hili likifanyika, fanya 1, fanya 2, fanya 3. So itakuwa muhimu zaidi, na pia kuelezea vile ambavyo sheria inafanya kazi. Wasione kuwa kama wamemripoti mtu alafu huyo mtu ametoka na bond, waone kuwa sheria haijachukua mkondo wake ama haki haijafanyika. Ni vizuri kuelezea kuwa haya ndio matarajio ama hili linaweza fanyika. Na likifanyika imaanisha kueleza ile mchakato wa kesi kuwa hili litafanyika, haimaanishi kuwa haki haijapatikana. Hii kesi bado inaendelea, na kuelezea kuwa si kila mara ambao wakiripoti itakuwa matokeo yatakuwa yale ambao unapenda wewe. Manake sheria inafuata ushahidi. Ndio. Sasa kama hakutakuwa na ushahidi wa kutosha, especially kwa hizi kesi za kijinsia ama violation ya kijinsia, kuwa they are very delicate. Yani kwa ushahidi unaweza koseka rahisi sana compared kulingana na kesi zingine. Nakushukuru sana Mango, na nakutakia kila laheri. Asante sana Flora, nimeshukuru sana. Asante. Shukran sana Onyonge Mengo na Flora Nducha kwa mahojiano hayo. Sasa umewadia wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili, na hii leo Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania BAKIZA, anafafanua maana ya matumizi ya neno gida. Gida ni mimina kitu kirowevu kama vile maji au mchuzi ama supu, ili kukitenganisha na takataka, masimbi, au inawezekana hata hicho kitu kilichomo. Kwa mfano, unapotaka kutoa supu, kuitenganisha supu na maji, unakuwa unagida kutoa maji. Lakini unapotaka kutoa takataka zilizo kwenye maji, unafanya kitendo kama cha kumimina, lakini huku unamimina, huku unabakisha. Kwa mfano pia, unapotaka kutoa mawe kwenye mchele au kwenye mtama, unakuwa unagida kidogo dogo, unahakikisha unatoa yale maji, lakini mwisho utapokuwa unatoa vile vitu chini, utabakia zile takataka usizozitaka. Gida pia ni kuchota maji kutoka katika kisima chenye maji kidogo sana. Shukran sana Dr. Mwanahija Ali Juma kwa elimu hiyo. Basi nami nakunja jamvi leo, lakini tukutane tena Alhamisi kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha redio ni kila siku. Kwa hiyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X zamani Twitter Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuleta jarida hili, mimi ni Assumpta Massoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.